Yes, kutoka hapa Bagamoyo, kama ambavyo nimekuambia, leo ilikuwa ni mahafali ya kidato cha 6 ambayo ni mahafali ya kwanza kabisa ya shule hii ya Beroya Mission, na hapa niko na mkuu wa shule baba ambaye amefanya vizuri, hakika apewe maua yake kwa kweli. Shule hapa ilipofika sasa hivi tunaona namna ambavyo Beroya inafanya vizuri. Basi tutazungumza mawili matatu kuhusiana pia na mahafali haya, lakini pia yeye amepata nafasi nyingine pia kutoka ukuu wa shule, amepandishwa nafasi nyingine. Atatuambia ni nafasi gani na pengine amepokeaje pia nafasi hiyo. Bwana asifiwe sana. Amina, Bwana asifiwe sana. Hongereni kwa mahafali. Nashukuru sana. Karibuni sana NYTV Beroya Mission. Amina. Mimi ninaweza nikawa na kufahamu, pengine wengine hawakufahamu, tukufahamu kwa majina yako mawili. Kwa jina naitwa Cletus Kilamba, mmoja mkuu wa shule wa Beroya Mission. Shule kule wa kwanza. Maki nimeanza nayo tangu tunasajili 2020 mpaka hatimaye leo tunapoona kwamba tunaadhimisha kidato cha 6 cha kwanza tangu tulipoanza. Na tunamshukuru Mungu kwamba hatujawahi kusimama. Kwa tulipoanzisha kidato cha kwanza 2020 tukamaliza 2023 kidato cha 4. Kwa wanafunzi wale 2024 wakaanza kidato cha 5. Na tunashukuru serikali pia kwamba ilitukubalia ikatusajili kwa haraka sana, tukaanza kidato cha 5 kwa masomo ya sayansi pamoja na sanaa. Kwa hiyo leo ndio tunahitimisha sherehe yetu ya mahafali ya kidato cha 6 ya kwanza, ambao kama mlivyoona hapa siku ya leo. Karibuni sana. Miaka yote ambayo umekuwepo hapa, unapokwenda kutoa wanafunzi ambao ni uzao wa kwanza, una kitu gani ambacho unakikumbuka ndani ya miaka umekuwepo hapa ambacho unasema hakika Mungu ametenda kwa ajili ya shule ya Beroya? Yako mengi ambayo tunaweza tukazungumzia Beroya, kwa sababu Beroya ya 2020 sio Beroya sasa ya 2026. Kwa sababu wakati tunaingia hapa Beroya, kwanza tulikuwa na majengo machache, tulikuwa darasa moja ambalo na vyumba 4, lakini leo hii tunazungumzia madarasa 4 yenye vyumba 16. Tulikuwa na maabara 2, lakini sasa hivi tunazungumzia maabara ya kisasa ya sayansi. Tulikuwa tuna chumba cha kompyuta, sasa hivi tunazungumzia maabara nzuri sana ya kompyuta. Tunazungumzia maktaba ambayo imesheheni vitabu vyote, lakini pia na mazingira kama unavyoona, kama ni mazingira ambayo yamekuwa ni mabadiliko makubwa, na eneo hili lilikuwa ni kichaka kikubwa sana. Lakini sasa hivi naona baada ya wanafunzi kuwa wengi, maana yake kichaka chote kimeondoka, na kama unavyoona kwamba watu wanatamalaki na kufurahia mandhari nzuri ya Beroya Mission. Hakika. Pengine niseme kwa upande wa taaluma, unaweza ukazungumziaje mafanikio? Mafanikio ya taaluma yamekuwa na makubwa. Hususan kwa mfano, hao wanaohitimu kidato cha 6 leo, ambao ndio ilikuwa zao letu la kwanza la form 4 2023. Wote walifanya vizuri. Tulipata division 3 3 tu, lakini zingine zilikuwa division 1 na division 2. Kwa hiyo ndio hao ambao tulishawishika sana kwamba hebu tuende nao kidato cha 5. Ndio maana nakaona kwamba taaluma yetu imeenda kupanda mwaka hadi mwaka. Lakini na kupanda kwa taaluma ni ambao sasa kumesababisha idadi ya wanafunzi inaongezeka mwaka hadi mwaka. Unajua unapokuwa na darasa ambalo linaanzia wanafunzi 100, ni mafanikio makubwa sana katika shule za private kama hizi. Kwamba manake inaonekana kuna hatua mnapiga, lakini inaonekana pia kuna mambo mazuri mnayafanya, watu wanayatamani. Ndio maana wanatuletea watoto wao. Na tumekuwa na jitihada kubwa sana kwa coach watoto wetu, kuhakikisha kwamba hawa watoto wanapotoka Beroya, wanaporudi hata mtaani hawezi kuwa omba. Kwamba kuna ujuzi mwingi wanajifunza wakiwa shuleni, kuna maadili mazuri wanajifunza, kwamba wanapoingia hata kwenye jamii fulani, kila mmoja atamhitaji mtoto anayetoka Beroya. Kwa sababu ya bidii yake pia kufanya kazi. Hao watoto tumewafundisha kuchapa kazi vizuri. Wanaamka alfajiri, wanahakikisha kwamba wanafanya kazi jioni. Kwa ni mazoea ambao wameyazoea kwa staili. Kwa wanapotoka kaenda mtaani, anakuwa ni mtoto ambaye kwamba anashawishika. Na hususan nimekuwa nikipata shuhuda nyingi sana kwa watoto ambao wamemaliza hapa. Wengine ananiambia, wengine hata waliomaliza mwaka jana form 4, ambao tumetoka tuko tunafanya kazi. Wengine wakanitumia mpaka na hela ya soda nikanywa, kwamba sasa tunaona matunda yako yanafanikiwa. Kwa hiyo ni mafanikio makubwa sana ya kitaaluma, na ambayo kwamba watoto wetu hawezi kuyasahau hata siku moja. Yeah. Division kwa matokeo mwaka jana naona kuna wanafunzi umewapa zawadi sana. Division 1 mlitoa ngapi mwaka jana kwa form 4? Kwa form 4 tulikuwa na division 1 43 na division 2 zilikuwa 42. Kwa hiyo kuna wanafunzi, sisi sera yetu hapa shuleni
tunakuwa na tabia ya kutoa zawadi kwa wanafunzi wanaofanya vizuri, hususan mtoto anayepata A zote. Lakini pia kwa ajili ya kusisitiza masomo ya sayansi, tumeweka pia masomo ya mathematics na physics, kwamba tunatoa zawadi kila mtoto anayefaulu kwa kiwango cha A mpaka mwisho B. Tunatoa zawadi kama ulivyoshuhudia leo, wanafunzi wengi sana wamepata zawadi kwa sababu ya ufaulu wao ambao kama onyesha. Na hiyo yote ni tunawasaidia au kuwamotisha kwamba wafanye vizuri, au ile jitihada aliyokuwa naiweka kwamba ilikuwa bure, kila mmoja anaitambua. Kwa hiyo tunaonyesha kutambua mchango wao kama watoto wetu, lakini pia umeona pia hata na wazazi wengine tumewatambua ambao tulianza nao kidato cha kwanza, leo hii wanamaliza kidato cha 6 wakiwa hapa kwetu. Kwa hiyo tumeona ni vema tuwatambue wale wazazi kwamba walituamini tangu shule wakati naanza. Kidato cha kwanza tulikuwa tuna mtu hata mmoja, lakini pia wametuamini kuanza nao pia kidato cha 5, na tunahakikisha kabisa kwamba watoto watafanya vizuri na wote wataenda vyuo vikuu. Ni nini siri iliyoko kwa Beroya Mission ya ufaulu mzuri ambao iko tofauti na shule nyingine ambayo mzazi anatazama sasa hivi akavutiwa kumleta mtoto hapa? Kuna vitu vingi sana Beroya. Kwanza moja, tuna walimu ambao wamejitoa maisha yao kwa ajili ya kuwatumikia wengine. Kwa maana sisi mwalimu wetu unaweza kumkuta hapa, yuko hapa tangu alfajiri mpaka usiku watoto wanapoenda kulala. Anadili na mtoto mmoja baada ya mwingine. Lakini pia wanakuwa na muda mzuri pia wa kushughulika na watoto wale ambao wana changamoto za hapa na pale za kitaaluma. Kwa hiyo wanakaa naye, wanamsaidia yule mtoto mpaka anafika mahali mtoto kwamba anakaa vizuri. Na tumewafundisha kukaa kama familia, kwamba wanapokuwepo mahali hapa, kwa sababu ni kipindi ambacho sisi mtoto tunakaa naye muda mrefu sana kuliko mzazi wake. Kwa hiyo tumewajengea mazingira ya kujisikia kwamba wako mahali salama. Kwa hiyo lile sasa linasababisha uwezo wao kichwani uweze kuwa na ushawishi mkubwa sana wa kwenda kufanya vizuri. Kwa hiyo tunawakaribisha sana wazazi ambao wanataka kuleta watoto wao Beroya ili kwamba waweze kukaa vizuri na waweze kuwa ni tunu nzuri sana katika taifa letu la Tanzania. Naam. Kwa kumalizia, uzungumzia nafasi ambayo umepewa leo ya juu ya kuwa meneja wa shule. Pengine umelipokeaje hili? Ni kweli leo nimepewa nafasi baada ya kutumikia kwenye ukuu wa shule hapa, sasa ni mwaka wa 7. Mimi namshukuru Mungu na nimelipokea kwa unyenyekevu sana, kwa sababu ni nafasi ambayo kwanza sikuwahi kuitegemea na wala sikuwahi kuiwaza, kwa sababu nilikuwa naupenda sana. Unajua ukuu wa shule unakaa zaidi sana na wanafunzi kwa karibu sana, tofauti na manager ambayo itakuwa lazima uzunguke sana kwa nje, lakini nimeipokea kwa moyo mkubwa sana. Na ninawashukuru viongozi wangu kwa sababu wameniamini kunipa hiyo nafasi, kuona kwamba kile nilichokianza kwamba niweze kuendeleza vizuri. Kwa hiyo nimepokea kwa moyo mzima na nitafanya kazi kwa nguvu zangu zote kuhakikisha kwamba ile plani tulionayo Beroya, kwa sababu Beroya tuna plani kubwa. Kwa sababu hapa tuna sekondari tumeanza, lakini tunatarajia pia tuanze kujenga primary. Sio primary peke yake, lakini pia tunatarajia kuanza kujenga chuo cha VETA. Kwa vile vitu vyote vinahitaji mtu ambaye yamkini labda Mungu alineta huko ili uone kwamba kitu gani ambacho kinatakiwa kifanyike tuweze kufikisha mahali fulani. Kwa sababu ningebaki nikiwa mkuu wa shule peke yake, inawezekana vitu vingine nisivifanye, lakini kwa nafasi nilionayo basi tunaweza nikavifanya. Kwa hiyo namshukuru Mungu, naamini kwamba na yule ambaye kwamba amechukua nafasi yangu sasa ya mkuu wa shule ni mtu sahihi sana. Nimemtahini mwenyewe, nimemwangalia nikajikuta kwamba anatufiti sana kuhakikisha kwamba tunaenda mbele sana. Kwa hiyo ni watoe wasiwasi kwamba tutafanya kazi vizuri na kwa nguvu nyingi. Imenisaidia kunipunguzia majukumu mengine ili ni concentrate na baadhi ya majukumu ambayo yataleta ubora katika shule yetu ya Beroya Mission. Na neno gani kwake ambaye unamkabidhi kijiti, lakini pia ni neno gani unawapa wanafunzi wa kidato cha 6 ambapo wanakwenda sasa mitaani kwa ajili ya kwenda kuongeza elimu au pengine kufanya kazi? Neno ambalo nampa mkuu wa shule mpya ni kwamba tufanye kazi kwa bidii na moyo wa kujitoa kama ambao tumekuwa tukifanya, kwa sababu kazi hii kama ulivyoona sio rahisi kama hujajitoa kwa moyo wako wote kuweza kuifanya kafanikiwa kafika mpaka mahali hapa. Na naamini mimi kwa passion yake ambayo nimeiona atatembea vizuri sana na yamkini zaidi kuliko hata pale mimi nilikofika, anaweza kaenda mbali zaidi. Lakini pia kwa kidato cha 6 tunaenda kuasa kwamba wanapokwenda sasa ni wana kijiji, kwa sababu sasa wanatoka hapo wanaenda chuo kikuu. Na chuo kikuu kule kwamba tunajua ni maisha ambayo kama ya kujitegemea. Kwa hiyo kwa namna ambayo tumewafundisha tunaamini kwamba watayaacha. Watafanya vizuri na watatoka hapa wataenda chuo kikuu. Mwisho watakuwa wafanya kazi vizuri wanapokuja kufundisha. Yamkini wengine wakawa walimu, kwa hiyo wakatukuta hapa alafu bado wakafanya kazi ya walimu kama walimu wengine ambao tulionao hapa. Naam. Nashukuru sana mwalimu. Asante sana. Karibuni sana Beroya Mission. Asante sana.
wa kwanza kupata video zetu, usisite kubonyeza alama nyekundu na kusubscribe, kisha bonyeza kitufe cha kengele, na kwa kufanya hivyo utakuwa wa kwanza kuhabarishwa na NYTV. Unangoja nini sasa? Ili kupata habari za uhakika ni NYTV pekee.